Waligani mtazamaji wa TVE, karibu katika TV habari tukujuze yale yaliyojiri tulokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Godwin Mawanja, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Dr. Mwinyi awakumbusha wananchi juu ya kulinda amani ya taifa. BAKWATA yawataka wananchi kujikinga na magonjwa ya mlipuko kama Mpox. Na katika habari za kimataifa, nchi za G7 zakubaliana kuiunga mkono Ukraine. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewasisitiza wananchi wa mkoa wa Kaskazini Unguja kutambua kwamba wana wajibu wa kuhimiza amani ya taifa kwa ajili ya maendeleo. Taarifa zaidi na Nancy Ibrahim. Dr. Mwinyi ametoa kauli hiyo wakati akitoa salamu kwa wananchi baada ya kujumuika nao katika futari ya pamoja aliyoiandaa kwa ajili ya wananchi wa mkoa huo iliyofanyika Chuo cha Elimu Mbadala Mkokotoni, ambapo amewahimiza umuhimu wa kuiombea nchi amani wakati ikielekea katika uchaguzi mkuu Oktoba mwaka huu. Rais Dr. Mwinyi ameeleza kuwa miaka iliyopita nchi ilikuwa ikiingia katika mifarakano ya kisiasa kila inapoingia katika uchaguzi, jambo ambalo lisilopaswa kutokea tena hivi sasa, na kuongeza kuwa maendeleo yaliyopatikana ndani ya 4 yamechangiwa na kuwepo kwa amani inayohitaji kudumishwa. Ndugu zangu, tumeingia katika mwaka wa uchaguzi, na mara nyingi hapa kwetu Zanzibar vishindo hutokea kipindi cha uchaguzi. Tumuombe Mwenyezi Mungu mwaka huu tufanye uchaguzi kwa amani na salama kubwa. Sote kama wadau wa maendeleo wa nchi hii tunahitaji kuwa na amani, maana bila ya amani huwezi kupata maendeleo ya aina yoyote. Wachilia mbali maendeleo, huwezi kufanya shughuli yoyote, huwezi kufanya ibada, huwezi kufanya chochote, mtakuwa mnahangaika kutafuta amani. Sisi alhamdulillah tunayo, tuidumishe. Na ninayasema haya kwa sababu vipo viashiria vya maneno yanayoashiria kuelekea kwingine. Wakati huo huo, Rais Dr. Mwinyi amekabidhi sadaka ya futari kwa watu wa makundi maalum wa mkoa wa Kaskazini Unguja, wakiwemo wajane, yatima, wenye ulemavu na wanaoishi katika mazingira magumu. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA limewataka waumini wa dini ya Kiislamu nchini kuhakikisha wanajikinga dhidi ya magonjwa ya mlipuko ikiwemo magonjwa homa ya nyani maarufu kama Mpox kwa kuzingatia na kufuata kanuni za usafi na maelekezo yanayotolewa na Wizara ya Afya. Mwanahabari wetu Goodluck Msola anatupa undani wa taarifa hiyo. Rai hiyo imetolewa na mwenyekiti wa halmashauri wa baraza hilo Sheikh Hamis Mataka wakati wa iftari iliyoandaliwa na kampuni ya nishati ya Puma, ambapo amewasisitiza waumini wa dini ya Kiislamu kuzingatia kanuni na maelekezo yanayotolewa na serikali kupitia mamlaka mbalimbali ikiwemo Wizara ya Afya ili kuepukana na maambukizi ya ugonjwa wa homa ya nyani. Kiwa viongozi wa dini, nasaha ya kidini wakati wote ni kuwataka watu wafanye kila linalowezekana kuchukua hatua madhubuti ya kujiepusha na maradhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata kutuambia tauni, maradhi ya tauni yanapoingia katika mji, walio ndani wasitoke na walio nje wasiingie. Kisha akasema kimbieni kukimbia ugonjwa wa ukoma kama mtu anavyokimkimbia simba mwituni. Kwa hivyo hii maana yake ni kwamba linapotokea madhara yoyote au ugonjwa wote, wajibu wa kibinadamu ni kuchukua tahadhari na kufuata maelekezo kutoka katika mamlaka zinazohusika ili kuchukua hatua stahiki na kujiepusha na maradhi hayo. Kwa upande wake, Fatma Abdalla ambaye ni mkurugenzi mtendaji kampuni ya nishati ya Puma amesema lengo la iftari hiyo ni kuwaleta pamoja wadau na wateja wa kampuni hiyo ili kuelezea mipango ya kampuni hiyo kwa mwaka huu, ikiwa ni pamoja na kuweka nguvu katika eneo la nishati safi kama vile ujenzi wa vituo vya gesi asilia. Kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhan, kwanza tunawatakia kila laheri wateja wetu wote wa Puma Energy, na tunawaambia kwamba sisi Puma Energy bado tuko katika kuendelea kuboresha huduma zetu, na kama mnavyoona tunatoa products ambazo ni za quality ya hali ya juu, lakini waendelee kusubiri, makubwa mengi yanakuja. Mfano tunaanza kuendelea kuingia katika mikoa nje ya Dar es Salaam na Pwani kwenye kusambaza nishati safi. Nadhani wiki ijayo tutakuwa Dodoma, na baada hapo tutakwenda mikoa mingine ambayo yako kanda ya Ziwani.
Lakini vile vile kwenye upande wa gesi asilia tuko kwenye utaratibu wa mwisho kabisa katika ujenzi wa vituo vyetu vya gesi asilia, na Mungu akipenda insha Allah kabla mwisho wa mwaka tutaona vituo vya gesi asili vya Puma Energy vinaanza operations. Naye Sheikh Yusuf Tonge, mjumbe wa halmashauri baraza kuu la Waislamu nchini BAKWATA, amewataka Watanzania kujiepusha na kufanya maasi katika kipindi hiki cha mfungo wa Ramadhani, pamoja na kuendelea kuliombea taifa la Tanzania na viongozi wake. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, mtu akikufanyia jambo jema mlipeni, na mkosa kumlipa basi muombe dua. Sasa kwa tendo hilo tufanye yeye, hatuna hata tuwape bilioni 20 si sawa thamani hii. Sisi tunaombea dua Mwenyezi Mungu awape umri mrefu Madam Fatma na wenzake, waendelee kuwafuturisha tena Waislamu, na waendelee kufanya mambo ya kheri, mambo ya kijamii, waendelee kwa wingi sana. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana Gula Kimsola kwa taarifa hiyo. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Afya na masuala ya ukimwi imeitaka hazina kuharakisha malipo kwa miradi ya ujenzi wa hospitali ili kuepusha ucheleweshaji unaweza kusababisha miradi hiyo kusimama au kusuasua. Taarifa Joel Maduka kutoka Geita ina taarifu zaidi. Akizungumza wakati wa ziara yake katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Geita, mwenyekiti wa kamati hiyo Hassan Mtanga amesisitiza umuhimu wa kukamilisha haraka sehemu ambazo bado hazijakamilika ili kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Naye mganga mfawidhi wa hospitali hiyo Dr. Mfaume Kibwana ameelezea kuwa baadhi ya fedha zilizotolewa zimewezesha kuendelea kwa ujenzi wa hospitali hiyo, ingawa kuna maeneo yanahitaji rasilimali zaidi ili kukamilisha kwa wakati. Lakini vyema, naibu waziri, tuzingatie kwamba kuna haja sasa au kuna kila sababu ya kumaliza bajeti zetu zilizopita, na nina imani kubwa ili mkilifuatilia linawezekana, na hatutarajii kwamba labda inawezekana Mheshimiwa Rais akaja kuifungua hiyo hospitali, lakini anapokuja kuifungua hiyo hospitali akute mandhari yote yamekamilika. Fedha ambazo zimekuja kumalizia changamoto ambazo zinatukabili kama hospitali zikamilike kwa haraka, kwa sababu wakati wa mvua kama mnavyoweza kuona kwenye eneo maji yanakuwa yanatuama katika eneo lote. Kwa hiyo inakuwa ni kero pia kwa wagonjwa, lakini pia kwa watumishi. Mjumbe wa kamati hiyo Sesi Mwambe ameishauri serikali kuhakikisha ujenzi wa vikinga mvua unakamilika ili kuwasaidia wagonjwa. Akijibu hoja hiyo, mhandisi kutoka Wizara ya Afya Johnson Kamara amesema ucheleweshwaji wa ujenzi wa vizimba hivyo unatokana na sababu za kifedha na taratibu za manunuzi. Wako hiki kidogo ili kutengeneza mazingira bora kwa wagonjwa, alafu baadaye ukaenda kwenye fedha. Ndugu Mheshimiwa Waziri, wewe umetusikia kwenye cash flow hapa haivutii. Na sasa hivi tunakwenda kukamilisha bajeti yetu, kubakisha kama miezi mitatu. Kwamba mradi huu unatekelezwa kwa njia ya mkandarasi. Maana kama tuna mkandarasi ni mshauri elekezi, na aina ya malipo yanayofanyika ni yale ya unafanya kazi kwanza ndio unalipwa. Hata hii milioni 965 iliyotoka ni ya kazi ambayo ilishafanyika. Mkwamo mkubwa upo kwenye upatikanaji wa fedha. Katika hatua nyingine, naibu waziri wa afya Dr. Godwin Mollel amesema wizara yake imepokea maelekezo ya kamati hiyo na itahakikisha maagizo yametekelezwa haraka ili kuboresha huduma za afya kwa wananchi. Mimi nikuhakikishie mwenyekiti, tumekusikia maelekezo uliyoyasema, na sisi wenyewe tunajua changamoto, na mshukuru injinia. Nilikuwa naogopa na uliza nimkaribishe nimsimkaribishe, nikawa naogopa anaweza akasema uongo, na mshukuru amesema ukweli, hajapinda, amenyoosha ukweli. Na ni ukweli tu pia kwamba wakati mwingine baadhi ya wakandarasi sasa, kutokana na hii hali, wakati mwingine wanaogopa kufanya kazi kabla ya hela yao, wakiogopa itachelewa hela yao. Asante sana Joel Maduka kwa taarifa hiyo. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema serikali kupitia mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA itayafanyia ukarabati majengo ya umma katika mikutano mbalimbali ikiwemo shule na hospitali, ikiwa ni katika kuadhimisha miaka 30 ya kuanzishwa kwa mamlaka hiyo. Gula Kimsola ana taarifa zaidi. Profesa Mkenda amesema hayo jijini Dar es Salaam wakati akabidhi jengo la watoto lililopo katika hospitali ya taifa Muhimbili kwa mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA kwa ajili ya kulifanyia ukarabati, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho miaka 30 ya mamlaka hiyo, ambapo amesema mikoa itakayonufaika na zoezi hilo
ni pamoja na mkoa wa Iringa, Tabora na mikoa mingine. Nawashukuru sana wenzetu wa Insignia. Sisi tunawajua maarufu kama Koro, ndio nafahamika zaidi kwa sababu na nyinyi mmetoa rangi kusupport. Kwa hiyo hao vijana wanaleta ufundi wao, nyinyi mnatuletea rangi, na wenzetu Dr. Faraja Chiwanga hapa wametupa jengo ili tuweze kushowcase kazi ambayo tunaifanya. Ni shughuli za maadhimisho ya miaka 30 ya VETA tangu ianzishwe, ambayo baadaye tutakuwa na mgeni rasmi waziri mkuu tarehe 18. Ndio tutazungumza mambo mengi sana ikiwa ni pamoja na hili. Lakini vile vile ni maadhimisho ya miaka 50 tangu serikali ianzishe idara ambayo ilikuwa inasimamia masuala ya mafunzo ya ufundi na ufundi stadi. Idara hii ndio baadaye imekuja kuwa ni VETA. Kwa hiyo ni maadhimisho ya miaka 50 ya VETA ikiwa katika muundo tofauti, lakini miaka 30 ya VETA katika muundo uliopo hapa. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya elimu na ufundi stadi nchini VETA, CPA Anthony Kasore, amesema mamlaka hiyo katika maadhimisho yanayoendelea imejipanga kufanya shughuli mbalimbali ndani ya jamii, huku Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akitarajiwa kuwa mgeni rasmi siku ya kilele cha maadhimisho hayo itakayofanyika wiki ijayo. Tunajua kwamba tunachokitekeleza tunakirudisha kwa jamii, hata kama ni hospitali ya umma, hospitali ya serikali, lakini wanaopata huduma ni wananchi wa Kitanzania. Kwa hiyo tunaamini katika kutekeleza haya yatatusaidia, na katika kufanya hilo tumeweza kushirikiana na wenzetu wa Insignia ambao ni wana brand ya Coropaint, ambao wametusaidia kuweza kuzipata hizi rangi kwa ajili ya upigaji hapa rangi. Na sisi VETA ni jukumu letu ni kutoa wale wanafunzi ambao wanasoma katika fani hii ya upigaji rangi, na wenyewe watakuwa wamekuja kufanya hii kazi sasa katika hili jengo hili lote. Naye kaimu mkurugenzi wa Hospitali ya Taifa Muhimbili Dr. Faraja Chiwanga pamoja na Adamu Kusekwa kutoka kampuni ya Insignia Africa amesema hatua ya ukarabati wa jengo la watoto katika hospitali hiyo ya Taifa Muhimbili kutawezesha wagonjwa kufurahia mazingira ya hospitali, tofauti na sasa ambapo baadhi ya maeneo yanahitaji ukarabati. Kwa kama tunavyofahamu kwa kushukuru sana kwa serikali hii ya awamu ya 6 ambayo imetoa kipaumbele sana kwenye sekta ya afya. Kwa hiyo na sisi kama hospitali ya taifa tuko very proud kwa maana ya kwamba ya shughuli tunazozitoa, huduma za kibobezi ambazo tunazitoa, lakini pia kwa hii miaka ya karibuni tumejikita sana katika kuboresha muonekano wa hospitali yetu pia. Unajua hospitali wakati mwingine mpaka tulikuwa tunafikiria kwamba ni sehemu ambayo haitakiwi kuonekana labda nzuri. Mtu anafikiri kwamba ni hoteli tu inatakiwa kuonekana nzuri. Lakini tunaelewa kwamba hata kama unaugua, mazingira peke yake yanaweza yakakuponyesha pia. Hii sio mara yetu ya kwanza kufanya zoezi hili. Tulishakufanya katika wodi hii ya kupaka rangi katika wodi ya watoto. Hivyo ni jukumu letu na tunachukulia kwa uzito swala hili zima la kupendezesha wodi ya watoto katika hospitali ya Muhimbili, na tupo pamoja katika kuendeleza kuwapa mkono katika swala hili zima la upendezeshaji wa wodi na hospitali kwa ujumla. Asante sana Goodluck Msora kwa taarifa hiyo. Kamishna mkuu wa mamlaka ya mapato Tanzania TRA Yusuf Mwenda amewahimiza Waislamu na Watanzania kwa ujumla kuhakikisha wanadai na kutoa risiti wanapofanya manunuzi ya bidhaa mbalimbali. Amesisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa ustawi wa uchumi wa taifa, hasa katika kipindi hiki ambapo waumini wa dini zote wapo kwenye mfungo. Nasi Ibrahim anayo taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa futari iliyoandaliwa na TRA, Kamishna Mwenda amesema kuwa dini zote zimehimiza ulipaji wa kodi halali kwa ajili ya kuchochea maendeleo ya taifa. Nimekuja hapa kwa sababu nimepita kwenye barabara. Hizi barabara miundombinu ni kodi zenu. Leo tuna watoto, tuna ndugu zetu wanasoma bure, wanatibiwa, ni kwa sababu ya matumizi sahihi ya kodi. Kwa hiyo ni halali kwa imani zetu kulipa kodi. Kama ni halali pia kuwahimiza tulipe kodi. Kwa hiyo wakati tunawashukuru kwa kulipa kodi, tuwaombe pia muendelee kulipa kodi bayana.
Kwa upande wao, Sheikh mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Walid Al-Hadi pamoja na naibu kadhi mkuu wa Tanzania Sheikh Ali Hamisi Ngeruko wamewahimiza Waislamu na Watanzania kwa ujumla kuhakikisha wanalipa kodi stahiki ili kusaidia kuongeza kasi ya maendeleo nchini. Mashaikh mkuu nitahimiza mashaikh wote, misikiti mbalimbali, madaris na taasisi za Uislamu kujitokeze kwa wingi katika kuwasaidia ndugu zetu wa TRA kukusanya mapato, kwa sababu basi na kukusanya mapato ndio kitakachofanyika. Na ni jambo rahisi tu, ni mipito ile tunayosema kila siku ya kukusanya zaka, tutahamisha tu zile aya huko na hadithi huko, hatimaye tupate kufanikiwa. Jambo tulilofanya ni jambo linalojenga taifa, linajenga mshikamano, linajenga umoja, na jambo hili kwa nchi, kwa taifa ni jambo kubwa sana na muhimu kwa wakati wote wa Tanzania kuwa pamoja. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Serikali mkoani Mara imewataka wafanyabiashara na wajasiriamali wa mazao ya samaki hususan dagaa kuweka utaratibu mzuri wa uchakataji wa mazao hayo ili kuongeza ubora kwa walaji ili kuondokana na dagaa wasiokuwa na sifa sokoni. Adam Kadutu kutoka Mara anatuarifu zaidi. Kauli hiyo imetolewa na afisa biashara mkoa wa Mara Bwana Gambares Timoteo, ambapo amesema kwa sasa wanatarajia kuanzisha vizimba pamoja na nyavu ya ukaushaji wa dagaa ili kuondokana na dagaa wenye mchanga, kufuatia dagaa wa Musoma na mkoa wa Mara kwa ujumla kuhitajika kwa kiasi kikubwa katika soko. Hiyo soko limeendelea kuwa kubwa, lakini mahitaji ya soko la dagaa kwa sasa yanahitaji dagaa wasiokuwa na mchanga, dagaa ambao wamekaushwa na kuweza kuhudumiwa vizuri. Kwa maana hiyo walaji wetu pia wameweza kuboreka sasa. Tayari kuna baadhi ya maeneo tumetengeneza nyavu na vibao vya kuweza kuanikia dagaa. Na ndio maana utaona dagaa wetu wanatoka sana kwenda mikoani kwa sababu tunauza dagaa wasio na mchanga. Baadhi ya wajasiriamali wakizungumza mara baada ya kongamano la Power Life lililokutanisha takriban wajasiriamali 100, wanasema upatikanaji wa masoko kwao ni faraja. Watu waweze kuchakata dagaa ziwe safi na ziwe salama na ziwe zina mchanga kwa ajili ya waraji kwa kula chakula ambacho ni kibora na chakula ambacho ni kizuri. Tunaomba mitaji watuwezeshe ili tuweze kuendeleza biashara yetu, kuboresha zile biashara zao kwa kuweka vifungashio, pia kuweka lebo. Timisha kongamano kwa niaba mkuu wa mkoa wa Mara Dr. Omar Gamuya amewataka wajasiriamali kunufaika zaidi na fedha za mikopo zinazotolewa na serikali. Tuko tayari kushirikiana na serikali na wadau mbalimbali katika kuwajengea uwezo wanawake au wananchi kwa ujumla katika masuala mazima ya kiuchumi. Mpaka sasa jumla ya Tanzania shilingi bilioni 2,472,345,193 na senti 17 zimetolewa kama mikopo kwa wanawake, vijana na wenye ulemavu katika halmashauri za mkoa wa Mara kwa mwaka wa 2024-2025. Asante sana Adam Kadutu kwa taarifa hiyo tokea Mara. Katika hatua nyingine, mtazamaji, Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amewataka vijana kujitokeza kwa wingi kusoma masomo ya sayansi, hisabati na tehama ili kuongeza ubunifu na kuchangia maendeleo ya taifa katika sekta ya sayansi na teknolojia. Taarifa iliyoandaliwa na Rachel Chacha inasomwa studio na John Lueja. Rai hiyo imetolewa na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda katika hafla ya kuadhimisha miaka 10 ya taasisi ya Project Inspire, ambapo amesema nchi zilizoendelea zimepiga hatua kubwa kupitia ubunifu wa kisayansi na teknolojia. Hivyo ni muhimu kwa serikali kushirikiana na Project Inspire ili kuhakikisha masomo haya yanafundishwa kwa kiwango kikubwa zaidi. Nchi yetu inawekeza kwenye sayansi sana, na mtakumbuka rais wetu aliagiza zijengwe shule za sayansi za sekondari za wasichana kwa nchi nzima, mikoa yote, na zimejengwa. Na juzi Tanga akasema anataka sekondari za sayansi za wanaume nazo zijengwe. Kwa hiyo kuna msukumo mkubwa sana chini ya serikali ya awamu ya 6 kuendeleza sayansi. Project Inspire ni kwa kweli ni juhudi binafsi za taasisi isiyo ya kiserikali, lakini inachangia sana maendeleo ya sayansi hapa nchini. Naye mwanzilishi na mkurugenzi wa Project Inspire, Dr. Luidiko Mhamilawa, amesema taasisi hiyo imepiga hatua kubwa tangu kuanzishwa kwake na hadi sasa imewafikia watoto 100,000 na kubainisha kuwa mipango inaendelea ili kufungua vituo zaidi vya sayansi, huku lengo likiwa kufikisha elimu hiyo hadi vijijini kwa miaka ijayo. Na malengo yetu yanakuwa ni kuhakikisha kwamba watoto hawaioni sayansi na masomo haya kama jambo la kutisha au jambo gumu ambalo kama kawaida watu wengine wanajisikia hivyo. Kwa hiyo tumekuwa na malengo ya kufikia watoto zaidi ya tulivyoanza mwanzoni. Tulikuwa nafikiria tunaweza kufikia watoto 50,000, 60,000, lakini
mpaka sasa tumefikia watu zaidi ya 100 kwenye both Dar es Salaam na Tanga na vituo viwili vikubwa vya sayansi. Kwa nategemea sasa kwenda mbele miaka 10 ijayo tukishirikiana na serikali, Mungu akitujalia tutakuwa na vituo karibu 100. Kwa upande wake mmoja wa wanufaika wa Project Inspire, Innocent Simon, amesema kuwa programu hiyo imefungua milango ya mafanikio kwa kumpa nafasi ya kushiriki mashindano makubwa ya sayansi na teknolojia ndani na nje ya nchi na kupata ufadhili wa masomo. Achievement yangu tangu nilipojiunga Project Inspire kwenye bootcamp ya 5, ya 6, ya 7 na ya 8, nimeweza kushiriki sehemu mbalimbali kutokana na kufanya issues za innovation. Nimeweza kushiriki kwenye programu ya kimataifa London International Youth Science Forum, pamoja na pia nimeweza kupata scholarship ya kwenda kusoma nje. Kwa hiyo ninawa encourage vijana waweze kufanya issues za masomo ya sayansi, waweze kufanya bunifu kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali na wajihusishe kwenye issues za STEM. Aidha, serikali kwa kushirikiana na wadau mbalimbali inaendelea kuweka mkazo katika elimu ya sayansi ili kujenga kizazi chenye maarifa na ubunifu wa kuleta maendeleo nchini. Katika kuongeza ushiriki wa vijana kwenye mapambano dhidi ya uchafuzi wa mazingira nchini, shirika la utunzaji wa mazingira duniani WWF Tanzania limezindua mpango maalum unaoshirikisha vijana katika uhifadhi wa mazingira ujulikanao kama WWF Youth Conservation Champion. Tupate undani wa taarifa hiyo kutoka kwa Nancy Ibrahim. Akizindua mpango huo jijini Dar es Salaam, kaimu mkurugenzi mkazi wa WWF Tanzania Yohana Mpagama amewataka vijana waliojiunga kuwa mabalozi wa mazingira kwa vitendo kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira kwenye maeneo yao. Niwape rai kwamba vijana sio nguvu kazi ya kesho. Vijana ni nguvu kazi ya leo. Lakini pia tunawategemea nyinyi kuanza kufanya conservation leadership kuanzia leo na hapo kesho. Sisi wengine uzee unatukaribia, tunaondoka, lakini tunaamini tunawaacha kwenye mikono salama na tunaiacha conservation ikiwa kwenye mikono salama kabisa. Kwa upande wake, mkuu wa kitengo cha mawasiliano kutoka WWF Tanzania, Yoani Itanisa, amesema shirika hilo linaendelea kushirikiana na serikali katika juhudi za uhifadhi wa mazingira, ikiwa ni pamoja na kutoa fursa za ajira kwa vijana kupitia miradi mbalimbali hasa ya utunzaji mazingira. Tumelifanya hili kwa sababu kama tunavyoelewa kwamba vijana hawashiriki kikamilifu katika shughuli mbalimbali za uhifadhi wa mazingira kwa sababu mbalimbali, moja ikiwa ni pamoja na kwamba hawashirikishwi katika kupanga na kufanya maamuzi ya nini wakifanye, lakini mara nyingi vijana wanaona kwamba kwenye uhifadhi wa mazingira hakuna faida kwao kwa sababu vijana wanajitafuta, kwa hiyo wanataka kufanya shughuli ambazo zitawaingizia pesa. Sasa uhifadhi wa mazingira unaonekana kama hauwaingizii pesa, kwa hiyo hauna faida sana kwao. Lakini tumezungumza hapa na tumeangalia hata fursa ambazo zipo kwenye mazingira kwao vijana, na ndio maana tumesema kwamba sasa tunawatuma warudi kule katika vijiji vyao, katika miji yao, katika vyuo vyao, waweze kuhamasisha pia vijana wengine waelewe umuhimu wa kuhifadhi mazingira na waelewe wao kama vijana wanaweza kufaidika vipi kwenye uhifadhi wa mazingira. Nao baadhi ya vijana walioshiriki uzinduzi huo wameishukuru WWF Tanzania kwa mpango huo, wakisema kuwa mafunzo walioyapata yatawasaidia katika kufanikisha utunzaji wa mazingira katika jamii zao. Sisi kama vijana wa vyuo vikuu tulikuwa tunafahamu uelewa wa theory au maelekezo ya darasani bila kufahamu practical vinavyofanyika katika mazingira ya jamii yetu. Kwa vijana wenzetu wengine kutokea maeneo tofauti tofauti wametuelimisha juu ya utunzaji wa mazingira, juu ya uwezeshaji wanaopata, lakini juu ya njia bora na njia rahisi na changamoto wanazozipitia katika mikoa yao na maeneo yao kimazingira. Hivyo basi kama Youth Conservation Champion tumekaa pamoja na kuanalyze vitu vyote tulivyovidiscuss, tumekuja na majibu ya namna gani kama vijana tunatakiwa tuhusishwe kwenye masuala mazima ya mazingira, namna gani kama vijana tuna jukumu la kusimamia na kutunza mazingira, lakini pia sisi kama vijana tuna jukumu gani kitaifa kuwashawishi vijana wenzetu kielimu, lakini pia kuwajulisha umuhimu wa utunzaji wa mazingira kutokea ngazi za mitaa, district na hata taifa kwa ujumla. Kama sisi katika wilaya yetu ya Longido tuna changamoto wanyamapori, kwamba kuna wanyama wakali kama tembo wanavamia katika makazi ya wanajamii au watu
na kusababisha mauaji. Kama mwaka huu kuna mauaji yamefanyika na tembo ya binadamu, lakini pia wanavamia katika makazi ya binadamu na kuweza kuharibu mazao mashambani, lakini pia kwa wanyama au wanyama tunaowafuga pia wanaweza kuleta madhara, kufanya uwaji na kuvamia katika makazi yetu. Kwa hiyo tumeona ni jinsi gani sisi vijana kama Youth Conservation Champion tunafanya nini au tufanye nini ili kuweza kuondokana na hizo changamoto ambazo zinatokea katika jamii zetu. Vijana hao wamekutana jijini Dar es Salaam kwa siku 2 kujadili changamoto za mazingira na kujengewa uwezo wa utambuzi wa uhifadhi wa mazingira kwa vitendo. Taasisi ya elimu nchini TIE imesema itaendelea kuunga mkono programu ya uendelezaji vijana wabunifu katika teknolojia za elimu kupitia programu ya Mastercard Foundation Education Technology Fellowship, ya programu ambayo imekuwa ikizalisha programu endelevu za elimu hasa katika masomo ya sayansi na hesabu. John Lweja anatuarifu zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa zoezi la kutangaza washindi 12 wa awamu ya pili ya programu ya Mastercard Foundation EdTech Fellowship Program, mwenyekiti wa bodi ya taasisi hiyo Profesa Maulid Walidi Mtawala amesema wabunifu wachanga hasa wa programu ya teknolojia za elimu wana mchango katika kusaidia kuunda njia bora na rahisi za kufundishia wanafunzi nchini. Lengo kubwa ni kufanya kwamba taaluma iweze kufikiwa na watu wengi, yani elimu yenye ubora ifikiwa na watu wengi kupitia teknolojia, lakini elimu yenye ubora pia isimwache mtu nyuma bila kujali labda umri, bila kujali jinsia, bila kujali mazingira anayoishi. Hii teknolojia imsaidie afikie elimu bora. Lakini pia tunataka hii teknolojia ambayo inabuniwa iweze kuleta mapinduzi chanya pia kwenye maisha ya binadamu kupitia elimu. Kwa hiyo hapa kuna wabunifu ambao waliandika tungo za bunifu zao, wakapitia katika hatua mbalimbali na hatimaye wakashinda, na leo ndo tumewatangaza rasmi na tunaanza kuzindua hiyo awamu ya pili ambayo wataendelea sasa kutengeneza hizo bunifu ambazo wamezibuni. Kwa upande wake mkurugenzi wa kampuni ya Sahara Consult Jumanne Mtambalike amesema kampuni ya Sahara Consult wakishirikiana na taasisi ya Mastercard Foundation wamewapata vijana hao 12 kati ya 126 waliowasilisha mawazo ya miradi ya kiubunifu kufuatia mchujo uliofanywa, ambapo watawezeshwa kupata mitaji, mafunzo na kuunganishwa na wawekezaji ili kuendeleza bunifu zao katika sekta ya elimu. Lengo letu kwanza kwenye kipindi cha miaka 3 mpaka 5 tuweze kusapoti bunifu za vijana takriban 36 kwenye mambo makuu 4. Kwanza tuwezeshe kupata mitaji ambayo itawasaidia kukuza bunifu zao. Hawa vijana unaoona hapa, kila kijana mwenye bunifu yake atapata takriban milioni 140 mpaka 150 kwa ajili ya kusukuma ubunifu wake kwenye miaka 2-3 ijayo. Lakini cha pili, tunawasaidia kukutana na watu ambao kimkakati watawezesha kukua, zikiwemo taasisi za binafsi na serikali. Na ndio maana unaona tunashirikiana na Taasisi ya Elimu Tanzania, tunashirikiana na Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia, na tunashirikiana na Wizara ya Elimu. Kama anavyozungumza hapa, vijana wa awamu ya kwanza anavyozungumza saizi wako Dodoma kwenye kikao na watu wa Wizara ya Elimu kuangalia ni kwa namna gani bunifu zao zitaweza kusaidia katika huu mtaala mpya, lakini mipaka mingine ambayo Wizara ya Elimu anayo. Naye mwakilishi wa Tume ya Sayansi na Teknolojia nchini COSTECH Edward Mliuka na baadhi ya wabunifu wachanga walioshinda katika awamu ya pili ya programu hiyo umesema mradi huo wa Mastercard Foundation Fellowship EdTech Program utasaidia kuboresha na kuongeza kiwango cha wanafunzi wanaopenda masomo ya sayansi na hesabu kutokana na kuwa na uwezo wa kutoa njia rahisi za kujifunzia masomo hayo. Leo tumeweza kushiriki kwenye kuwasilisha wabunifu ambao wanashiriki kwenye Mastercard Education Second Cohort, tukiwa wadau wa kusimamia sayansi, teknolojia na ubunifu nchini. Tuna wajibu mkubwa wa kuhakikisha tunalea vijana wabunifu waweze kuja na bunifu zinazosaidia mahitaji ya Watanzania pia na jamii ya dunia kwa ujumla, na kuwezesha mazingira rafiki kwa wengine wanaotoa usaidizi wa kitaalamu, wa kifedha, na kuwaendeleza vijana wetu kama Sahara Venture anavyofanya kupitia Mastercard Foundation EduTech.
hii awamu ya pili? Kwanza kabisa tutaenda kukamilisha tutaingia katika teknolojia, kwa hiyo tutakamilisha kabisa ile mobile application ambayo ilikuwa jikoni bado tunaitengeneza, lakini pia tutatamani zaidi kwenda masafa ya mbali. Tunachofikiria na pia tulichowaambia ni kwamba tunatamani kwenda mikoa ya nje ya Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi tunatamani kufikisha hii application au huu mfumo kwa nje ya Dar es Salaam zaidi. Na baada ya hapo tunatamani kwenda katika upande wa serikali, ambayo huu sasa tutafanya integration tofauti ili kuweza kufikia malengo ya wale ambao watakuwa ni users wetu. Asante sana John Reja kwa taarifa hiyo. Chama cha Mapinduzi mkoani Mbeya CCM kimetangaza kufanya mapokezi ya makamu mwenyekiti wa chama hicho Steven Wasira akitokea mkoani Songwe kwa lengo la kukagua miradi mbalimbali na kuzungumza na wanachama pamoja na wananchi ili kuzidi kuimarisha chama hicho. Taarifa ya Daniel Simelta kutoka Mbeya inafanua zaidi. Hayo yameelezwa na katibu mwenezi na uenezi wa CCM mkoa Mbeya Christopher Uhagile wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za chama hicho. Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya tumewaiteni hapa, tunayo taarifa mahususi kwa wanachama na wananchi wote wa mkoa wa Mbeya. Tunatarajia kupokea ugeni wa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi bara, mzee wetu Steven Wasira, mnamo tarehe 16 jioni akitokea mkoa wa Songwe, na tarehe 17 tutamfanya mapokezi rasmi ya kimkoa na ataanza shughuli rasmi hapa mkoani kwetu. Atafanya mkutano mkubwa wa hadhara pale Kabwe akizungumza na wana CCM na wananchi wote wa mkoa wa Mbeya. Katika hatua nyingine, Uhagile amezungumzia juu ya halmashauri zote atakazotembelea makamu mwenyekiti wa CCM taifa, ikiwa ni pamoja na kukagua miradi pamoja na kuzungumza na wananchi katika maeneo yao. Tarehe 18 ataendelea na ziara yake, atakwenda wilaya ya Kyela. Na atakapokuwa anaelekea Kyela atawasalimia wananchi wilaya ya Rungwe pale Tukuyu kuanzia majira ya saa 3 asubuhi mpaka saa 5 atazungumza nao hapo, na baada ya kuzungumza na wananchi wilaya ya Rungwe pale Tukuyu ataelekea Kyela. Na pale Kyela atafanya kikao cha ndani cha halmashauri ya CCM ya wilaya iliyoboreshwa kuzungumza na wanachama mambo mbalimbali, na baadaye atapumzika. Tarehe 19 ataelekea wilaya ya Balali iliyoko mkoa wetu wa Mbeya. Huko nako mzee Steven Wasira atafanya mambo makubwa. Kikubwa atakachokifanya pale, pamoja na vikao mbalimbali vya chama vya ndani, lakini baada atafanya mkutano mkubwa wa hadhara pale Ubaruku. Tarehe 20 atahitimisha ziara yake hapa mjini kwa kukagua baadhi ya miradi ya serikali iliyotekelezwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kipindi hiki cha 20 mpaka 25. Lakini baada ya kufanya hilo zoezi, bado atazungumza na wakulima wote, wafugaji na wafanyabiashara. Hata hivyo, Uhagile amewataka wananchi wote wa mkoa wa Mbeya kujitokeza katika maeneo yote atakayotembelea ili kusikiliza na kujifunza mustakabali wa chama hicho. Kualika wanachama wote na wananchi wote wa mkoa wa Mbeya kujitokeza. Na sote tukumbuke kwamba mzee wetu Steven Wasira amepata nafasi hii mwezi wa kwanza alipochaguliwa na mkutano mkuu kwa kishindo kikubwa. Kwa kwetu ni mara ya kwanza kubwa na ni heshima kubwa sana. Lakini naomba niwakumbushe wanachama wakumbuke kwamba huyu ndio kiongozi wa pili kwa ukubwa ndani ya chama chetu. Akitoka mwenyekiti, anayefuata ni makamu mwenyekiti ambaye ni yeye. Ripoti kutoka jiji la Mbeya, mimi ni Daniel Simelta, TVE Habari. Asante sana Daniel Simelta kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Godwin Mawanja. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE Habari. Nchi za G7 za kubaliana kuiunga mkono Ukraine.